Lishe bora kwa watoto ni muhimu kwa afya njema, ukuaji wa mwili na uwezo wa kufikiri. Hata hivyo, sio wazazi wengi wanaofahamu jinsi ya kupanga lishe bora kwa watoto ili kuwawezesha kupata manufaa yanayoambatana na lishe bora. Katika makala ya Siha na Maumbile wiki hii, mtaalamu wa lishe Elizabeth Njeri kutoka Equity Afya Utawala anaeleza kwa kina faida ya lishe bora na vipi wazazi wanavyoweza kuhakikisha kila tonge limejaa manufaa kwa ajili ya afya ya mtoto. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Lishe bora hata kwa watoto inastahili kuwa na mchanganyiko sahihi wa wanga, protini, vitamini, madini na mafuta yenye afya ili kusaidia katika ukuaji bora wa mtoto, kujenga mifupa imara na kuimarisha kinga ya mwili. Lishe bora pia inajumuisha kukunywa maji na kula matunda na mboga mbalimbali. Aidha, kinyume na wanavyodhania wengi, lishe bora haifai kuwa ya gharama na inastahili kuwa na ratiba ya wakati mwafaka wa kumpa mtoto chakula. So tukimpatia mtoto chakula tofauti, tunaongeza uwezo wa kuwa mtoto amepata zile nutrients mingi. Si kurudia chakula moja asubuhi, anarudia lunchtime. Daktari akiendelea kufafanua vyakula vya kawaida tu ambavyo humsaidia mtoto katika ukuaji wa kila siku. Viazi, ndizi, wali, utakuta hii ni chakula inapatikana kila wakati familia inakula. Kama ni protini, tumesema kuna protini za mimea na kuna protini za wanyama. Zile za wanyama ni kama mayai, kama mtoto akikula yai moja kila siku inampatia protini. Zingine ni kama nyama. Kama ni protini za mimea kuna maharagwe, dengu, na hii unakuta ni chakula inapatikana kwa mazingira yetu. Kama ni matunda, tunakula ile matunda yenye iko kwa msimu. Na kabla ya wataalam kugundua kwamba kuna tatizo katika lishe ya mtoto baada ya kuangalia chati ya ukuaji wake anapopelekwa kliniki, mzazi ama mlezi pale nyumbani anastahili kuwa mwangalifu na hali zifuatazo. Mara nyingine ni unakuta watoto wanapata maradhi mara mingi, na unakuta ule mtoto anakaa amedhoofika ama amekonda, ama pia ile ngozi yake inakaa imekauka, nywele inabadilika rangi ama inaanza kuanguka, na pia kwa wale wako na utapiamlo kali unaweza kuta wamefura mwili na miguu. Lakini mbali na dalili hizo, mtoto mwenye uzani mkubwa pia ameonekana kuwa na matatizo ya lishe na huenda akapata maradhi zaidi endapo tatizo hilo halitashughulikiwa. Na wakati mwingi huwa inasababishwa na wale watoto wanakula chakula iko na sukari mingi ama chakula yenye si ya kihalisi yenye ni ya nyumbani. Wazazi wanaweza zuia hii kwa kupunguza ile chakula ile yenye si ya kiasili, ile ya kununuliwa ya processed, na pia kukosa kupea watoto chakula zenye ziko na sukari mingi kama zile juisi, soda. Kwa upande mwingine, kuna wale wasiopenda kula ama wenye tabia ya kuchagua chakula. Pale panapo tunachagua matunda, tunachagua chakula gani tunapika, tuwahusishe kutengeneza chakula, ndio wataweza kutaka kuonja ile chakula yenyewe wamesaidia kutengeneza. Pia tukipea watoto chakula tunawapea pamoja na familia. Watoto hufanya vitu kwa kuiga. Na muhimu ni kuzingatia wakati wa kumwanzisha mtoto chakula na kuwa na mpangilio bora baada ya miezi 6 ya kumpa maziwa pekee. Wazazi wanakosea pale wanangoja sana kabla waanze chakula, kuendelea kupea mtoto maziwa baada amefikisha miezi 6. Na ile ndio wakati mtoto anahitaji kuanza kukula chakula ndio apate madini kama hiyo tumesema iron ya kuzuia upungufu wa damu. Pia wakianza kupea watoto chakula unakuta hawapatii wa chakula aina mingi zenye zitaweza kupatia mtoto nutrients zote zenye anahitaji. Tena ile kwa kipea mtoto mara moja chakula akikataa wanasema amekataa, na unakuta lazima upe mtoto chakula kama mara 10 ndio useme amekataa hiyo chakula. Pia ni vyema kujua kwamba lishe bora ya mtoto inastahili kuanza mama anapokuwa mjamzito, mtoto anapozaliwa hadi pale atakapoanza kula, mbali na kupewa maziwa, siku 1000 za kwanza zikitajwa kuwa muhimu zaidi katika kuimarisha na kuwekeza katika afya ya mtoto kwa miaka ijayo. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi.
Siha na Maumbile ikiletwa kwako na